Hujambo mtazamaji mahali popote ulipo, mchana wa leo ni fahari yetu kujumuika nawe kwenye makala mengine ya Dunia Wiki Hii. Tumekuandalia mengi kutoka ulingo wa kimataifa. Bila shaka na ni papa hapa ambapo utapokea taarifa kutoka rubaa za kimataifa. Kumbuka taarifa hizi ni kwa ushirikiano mkubwa wa shirika la utangazaji nchini KBC na shirika la Xinhua kutoka China. Na kama ilivyo ada mtazamaji, tumekuandalia mengi kutoka ulingo wa kimataifa, ikiwemo taarifa kuhusiana na Rais Trump ambaye amesema Iran inashauriana na Marekani, huku Iran ikisema iko tayari kurejelea mashauriano ila sio kwa vitisho. Na wagonjwa wa Kipalestina waondoka Gaza kufuatia matibabu baada ya mapito ya mpakani ya Rafah kufunguliwa tena, huku kundi la Hamas likishtumu Israel kwa kuzuia misaada kuwasilishwa Gaza. Kando na hayo, uwanja wa ndege wa kimataifa wa Khartoum nchini Sudan wapokea ndege ya kwanza ya kibiashara katika muda wa takriban miaka mitatu. Na mtazamaji, karibu kwa taarifa za leo. Mimi naitwa Beatrice Gatonyangetich. Karibu sana. Mimi ni Isaac Lemoka. Rais Donald Trump wa Marekani alisema kuwa Iran inashauriana na Marekani, huku waziri wa mashauri ya nchi za kigeni wa Iran Seyed Abbas Araghchi akisema nchi hiyo iko tayari kushauriana na Marekani ila sio kwa vitisho. Alisema kuwa wanatumai kwamba mashauriano hayo yatafanikiwa bila kutumia zana za kinyuklia. Kadhalika, aliarifu shirika la habari la Fox kwamba haitazungumzia mipango yake ya kijeshi na washirika wa Ghuba inaposhauriana na Iran. Rais Masoud Pezeshkian wa Iran alisema kuwa nchi yake imekuwa ikikubali mashauriano kusuluhisha mizozo wala hainui kuanzisha vita. Alisema kuwa mtazamo wa Iran unahusisha mashauriano ya kidiplomasia kuambatana na sheria ya kimataifa, kuheshimiana na kujiepusha na vitisho au kushurutishwa. Marekani ilisema kuwa mkataba wa Iran ni sharti ujumuishe marufuku dhidi ya kuimarisha madini ya uranium, kuondolewa na yale yaliyoimarishwa, kudhibiti uundaji makombora ya masafa marefu na kukomeshwa kwa usaidizi wa washirika wa nchi hiyo katika kanda hiyo, masharti ambayo Iran imeyapinga. Kwingineko, Araghchi akizungumzia kwenye mkutano na wanahabari na mwenzake wa Uturuki Hakan Fidan jijini Istanbul, alisema kuwa Iran iko tayari kushauriana kwa misingi ya kidiplomasia ila Marekani haidhihirishi nia njema. Kwenye mkutano huo, Fidan alizihimiza Iran na Marekani kurejelea mashauriano mara moja, akisema kuwa diplomasia ndiyo njia pekee ya kuepusha mzozo zaidi katika kanda hiyo. Alisema kuwa Uturuki iko tayari kupatanisha pande hizo mbili kutafuta mashauriano. Marekani imekuwa ikitishia kuishambulia Iran iwapo haitaafikia makubaliano nayo. Na pamoja na taarifa hiyo, uwanja wa ndege wa kimataifa wa Khartoum mwishoni mwa juma lililopita ulipokea ndege ya kwanza ya kibiashara ya abiria katika muda wa miaka mitatu. Hii ikiwa hatua muhimu sana katika kufunguliwa tena kwa uwanja huo na kurejesha uchukuzi wa angani katika jiji hilo kuu la Sudan baada ya kufungwa kwa muda mrefu, kwa mujibu wa maafisa. Ndege hiyo ya shirika la ndege la Sudan iliyokuwa imewabeba abiria 160 iliwasili kutoka Port Sudan, mashariki mwa Sudan, kwa mjibu wa taarifa ya Mohamed Jaffa Hassan ambaye ni mkurugenzi wa shughuli za usalama wa safari za ndege kwenye uwanja huo kwa shirika la Xinhua. Hassan alisema wanawafahamisha wananchi kwamba nchi hiyo ni salama na thabiti na kwamba uwanja huo pamoja na nchi hiyo ni salama. Al-Khatim Babika Al-Tayeb ambaye ni mkurugenzi mkuu wa kampuni ya viwanja vya ndege nchini Sudan alisema kwenye taarifa kwamba uwanja huo wa ndege umerejelea shughuli zake ukiwa na uwezo wa kutosha katika awamu iliyoko na unaweza kushughulikia hadi ndege 4 kwa wakati mmoja. Al-Tayeb aliongeza kusema kuwa kurejelewa kwa safari za ndege nchini humo ni hatua ya kwanza katika mpango wa kufungua tena taratibu, huku maandalizi ya kiufundi na usimamizi yakiendelea ili kufanikisha kurejelewa kwa safari za ndege za kanda na kimataifa. Uwanja wa ndege wa kimataifa wa Khartoum uliharibiwa vibaya wakati wa mzozo unaoendelea nchini Sudan na ulikuwa miongoni mwa maeneo ya kwanza kushambuliwa na vikosi vya waasi vya Rapid Support Forces RSF mapigano yalipozuka mwaka 2023. Maafisa wamejitahidi kurejesha shughuli kwenye uwanja huo baada ya vikosi vya nchi hiyo kutoa kikamilifu udhibiti wa jimbo la Khartoum mwezi Mei mwaka uliopita. Kwa sasa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Port Sudan ndio kitovu pekee cha safari za ndege za kimataifa, huku viwanja
viwanja vingine vya ndege vikitekeleza safari chache za humo nchini. Tangu katikati ya mwezi Aprili mwaka 2023, mapigano baina ya wanajeshi wa nchi hiyo na kundi la waasi la RSF yamesababisha vifo vya maelfu ya watu, huku mamilioni ya wengine wakipoteza makazi na baadhi kutorokea mataifa mengine. Na Dunia Wiki Hii, jina langu ni Millicent Kubai. Na kundi la kwanza la Wapalestina waliojeruhiwa na wale wanaougua liliondoka kwenye ukanda wa Gaza kuelekea nchini Misri kupitia mapito ya mpakani ya Rafah, kwa mujibu wa duru za Kipalestina. Duru ziliarifu shirika la Jinua kwamba wagonjwa 5 wakiandamana na jamaa au watunzaji 10 waliruhusiwa kuondoka, hii ikiwa ni idadi ya chini ikilinganishwa na wale 50 walionuiwa kuondoka katika siku ya kwanza. Katika upande wa Misri, maandalizi kabambe yalifanyika. Gavana wa Sinai Kaskazini Khalid Magewer alisema kuwa hospitali zilikuwa tayari kuwapokea wagonjwa 50 kwa siku. Kila siku yamkini wa Palestina 150 wanatarajiwa kuruhusiwa kuondoka kwenye ukanda wa Gaza, huku 50 wakiruhusiwa kuingia Gaza kutoka Misri, kulingana na vyombo vya habari vya Israeli. Mapito ya Rafah yalifungwa tangu vikosi vya Israeli vilipoanza kudhibiti upande wa Palestina mwezi Mei mwaka wa 2024, kuliutenga ukanda wa Gaza na maeneo mengine na kuchangia kudorora kwa hali ya kibinadamu kwenye ukanda huo. Kwingineko, kundi la Hamas liliishtumu Israeli kwa kuendelea kuzuia kuwasilishwa kwa misaada ya kibinadamu kwenye ukanda wa Gaza, na hivyo kuzidisha changamoto kwa watu waliopoteza makazi, huku majira ya baridi yakizorotesha hali. Hatibu wa kundi hilo Hazem Kasem kwenye taarifa alisema kuwa Israeli inadhibiti kiwango cha mafuta na gesi ya kupitia kinachowasilishwa humo, na hivyo kukiuka mkataba unaoendelea wa kusitisha vita. Kadhalika, shirika la ulinzi wa raia huko Gaza. Dunia Wiki Hii, mimi ni Luke Agunga. Yamkini Wapalestina 32 waliuawa kwenye mashambulizi kadhaa ya angani yaliyotekelezwa na Israel kote katika ukanda wa Gaza mwishoni mwa juma lililopita, kwa mujibu wa duru za Kipalestina, yakilenga kituo cha polisi, majumba ya makazi na kambi za watu waliopoteza makazi. Mashambulizi hayo yalitekelezwa huku Israeli ikisema kuwa ilikuwa ikijibu hatua ya kundi la Hamas ya kukiuka mkataba wa kukomesha vita, ambapo kundi hilo lilikanusha madai hayo likisema ni ya uongo na ya kupotosha. Hatibu wa shirika la ulinzi wa kiraia huko Gaza, Mahmoud Basal, aliliarifu shirika la Jinua kwamba shambulizi hilo kali zaidi lilitekelezwa kwenye kituo cha polisi cha Sheikh Radwan kinachohusishwa na maafisa wa usalama wa kundi la Hamas katika eneo la kaskazini mwa jiji la Gaza, ambapo watu 14 waliuliwa huku wengine kadhaa wakijeruhiwa, baadhi yao wakiwa katika hali mahututi. Basal alisema kuwa maafisa wengi wa polisi walikuwa kwenye kituo hicho kiliposhambuliwa, ambapo watu kadhaa walikwama kwenye vifusi. Nduru za kiusalama za Kipalestina ziliarifu shirika la Jinua kwamba waathiriwa hao walijumuisha wafungwa 4 na maafisa 3 wa polisi wa kike, na kwamba shambulizi hilo lilisababisha uharibifu mkubwa kwenye kituo hicho na makazi yaliyo karibu. Katika tukio tofauti, watu 7 wa familia moja, wakiwemo wanawake na watoto, waliuliwa huku wengine 3 wakijeruhiwa vibaya kufuatia shambulizi lililotekelezwa kwenye kambi ya watu waliopoteza makazi katika eneo la Asda kaskazini mwa Khan Yunis. Wale walioshuhudia kisa hicho waliliarifu shirika la Jinua kwamba waathiriwa hao walikuwa wa familia ya Abu Hadaid. Basal aliongeza kusema kuwa watu 5 akiwemo mwanamke mmoja na watoto 2 waliuliwa wakati ndege za kivita za Israeli ziliposhambulia jengo la makazi katika eneo la Al-Rimal magharibi mwa jiji la Gaza. Wakati huo ndege za kivita za Israeli zilishambulia kwa bomu jengo la kiutawala katika kambi ya Gaith linalowahifadhi watu waliopoteza makazi katika eneo la Khan Yunis, baada ya kuwaonya wakazi waondoke.
Kundi la Hamas lilitoa wito kwa jamii ya kimataifa na Umoja wa Mataifa kushtumu mashambulizi hayo na kuchukua hatua mwafaka kuwajibisha viongozi wa Israeli na kukomesha kile linachokitaja kuwa sera za kutojali sheria inayoendeleza ghasia na uharibifu. Maafisa wa afya huko Gaza walisema kuwa jumla ya Wapalestina 71,769 wameuawa tangu mwezi Oktoba mwaka wa 2023 huku wengine 171,251 wakijeruhiwa. Dunia Wiki Hii, jina langu ni Wangui Mwangi. Na mwaka mmoja baada ya jiji la Goma mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutekwa na kundi la M23, mzozo huo mnamo tarehe 27 mwezi Januari mwaka 2025, waasi wa kundi la M23 waliteka sehemu kubwa ya Goma ambalo ni jiji kuu la jimbo la Kivu Kaskazini lililo na idadi ya watu milioni 2 baada ya mapigano makali na vikosi vya kiserikali. Ghasia hizo zilivuruga maisha ya kila siku huku kufungwa kwa muda mrefu uwanja wa ndege na benki kukizidisha changamoto za kiuchumi. Ili kusafiri hadi kwenye jiji kuu Kinshasa ni sharti upitie nchini Uganda au Rwanda kwa safari za ndege za kimataifa, gharama ambayo idadi kubwa ya wakazi hawawezi kuimudu. Wakazi wanasema kuwa ingawa hali ni ngumu, wanafurahia usalama ulioko. Hata hivyo, wanalalamika kwamba mashirika yote yaliyokuwa yakitoa ufadhili wa kifedha hayatekelezi shughuli tena. Baadhi wanalalamikia ukosefu wa chakula, huku wengine wakisema kuwa wanakabili hali hiyo kwa ujasiri, hekima na kupunguza matumizi ya pesa. Dunia Wiki Hii, mimi ni Koli Kwendo. Na Wizara ya Sheria nchini Marekani ilitangaza kwamba inatoa hati mpya za sakata ya Jeffrey Epstein iliyo na zaidi ya kurasa milioni 3 zaidi ya mwezi mmoja baada ya makataa yaliyowekwa na bunge la Congress kutoa faili zote katika sakata hiyo. Naibu mwanasheria mkuu wa Marekani Todd Blanche alisema kuwa mbali na kurasa hizo milioni 3, kadhalika wana zaidi ya kanda 2,000 na picha 1,180. Wakati wa kampeni zake za urais mwaka 2024, Rais Donald Trump aliahidi kwamba iwapo atachaguliwa, atatoa hati zote zinazohusiana na kesi ya Epstein, ikiwemo orodha ya wahusika. Mnamo tarehe 18 mwezi Novemba mwaka uliopita, bunge la Congress la Marekani lilipitisha mswada kwa asilimia kubwa uliohitaji Wizara ya Sheria kutangaza hati zote zinazohusiana na kesi ya Epstein kufikia tarehe 19 mwezi Disemba. Rais Donald Trump alitia saini mswada huo kuwa sheria siku iliyofuata. Kuanzia tarehe 19 mwezi Disemba, ambayo ni makataa yaliyowekwa kisheria, wizara hiyo ilianza kutoa sehemu za hati hizo. Sehemu ya kwanza ya hati hizo ilimrejelea aliyekuwa rais wa Marekani Bill Clinton, ambapo shutuma zilizuka kwamba wizara hiyo haizingatii usawa katika kutoa hati hizo. Mnamo tarehe 23 mwezi Disemba mwaka uliopita, wizara hiyo ilitoa sehemu nyingine ya takriban kurasa 30,000 ya hati hizo, ambapo nyingi zilimhusisha Trump. Na mnamo tarehe 24 mwezi Disemba, wizara hiyo ilisema kuwa imegundua zaidi ya hati milioni 1 zinazohusiana na kesi hiyo na kwamba ingechukua muda wa majuma kadhaa ya kuzitathmini kabla ya kuzitangaza. Mapema mwezi Januari, wizara hiyo ilikadiria kwamba hati zilizotoa kwenye kesi hiyo zilikuwa chini ya 1% ya jumla, huku zaidi ya hati milioni 2 zikiendelea kutathminiwa. Na mtazamaji, kwa taarifa hiyo sasa tuelekea mapumzikoni. Bila shaka usiende mbali mtazamaji, manake Dunia Wiki Hii kirejea bado tuna taarifa lukuki kutoka kila pembe kote ulimwenguni. Naam, hii ni KBC Channel 1. Na makala hewani ni Dunia Wiki Hii. Karibu kwenye awamu ya pili. Jeshi la mashirika ya kiusalama nchini Pakistan vilitibua njama ya ugaidi huku vikiwaua magaidi 92 katika jimbo la Balochistan kusini magharibi mwa nchi hiyo, kwa mujibu wa taarifa ya jeshi. Magaidi hao wa kundi haramu la Balochistan Liberation Army walitekeleza shughuli mbalimbali za kigaidi kote katika jimbo hilo
kwa mujibu wa taarifa hiyo, na kwamba mashambulizi hayo yalinuiwa kuvuruga maisha ya wakazi na ustawi huko Balochistan. Jeshi hilo lilisema kuwa raia 18 waliuawa kwenye maeneo ya Quetta, Gwadar na Haran, ambapo wakati wa operesheni za kukabiliana nao wanajeshi 15 pia waliuawa. Taarifa hiyo ilisema kuwa yamkini magaidi 183 wameuawa huko Balochistan. Operesheni za kuwafurusha magaidi kwenye maeneo hayo zinatekelezwa mara kwa mara ili kuhakikisha usalama unarejeshwa na kwamba wale wanaotekeleza na kufanikisha vitendo hivyo vya kigaidi wanakamatwa na kushtakiwa kwa mujibu wa taarifa hiyo. Taarifa za kijasusi zimethibitisha kwamba mashambulizi hayo yalipangwa na kuelekezwa na viongozi wa magaidi wanaotekeleza shughuli zao nje ya Pakistan kwa mujibu wa jeshi hilo. Na Rais Donald Trump wa Marekani alitia saini hazina ya ufadhili na hivyo kukomesha hali ya kusitishwa kwa muda kwa shughuli za serikali. Tazama. Mswada huo ulipitishwa kwa asilimia ndogo katika bunge la wawakilishi baada ya kuidhinishwa na bunge la Senate. Hazina hiyo ya hivi punde itafadhili mashirika kali ya Marekani kwa muda uliosalia wa kipindi cha sasa cha matumizi ya pesa za serikali kitakapokamilika tarehe 30 mwezi Septemba. Mashirika hayo ni pamoja na wizara za ulinzi, elimu, afya, leba, uchukuzi na ile ya nyumba na ustawi wa miji. Ufadhili wa wizara ya usalama wa taifa ambao awali ulikuwa umejumuishwa kwenye hazina hiyo uliondolewa. Badala yake wizara hiyo ilipokea ufadhili wa majuma mawili, huko pande mbili husika pamoja na ikulu ya White House zikiendelea kushirikiana kuhusu utekelezaji wa kanuni za uhamiaji. Visa viwili vya hivi majuzi vya mauaji vilivyotekelezwa na maafisa wa usalama katika jimbo la Minneapolis vimewafanya wabunge wa chama cha Democratic kutafuta mabadiliko kuhusiana na jinsi mashirika ya uhamiaji yanavyotekeleza shughuli zake. Kiongozi wa wachache katika bunge la Senate, Chuck Schumer, alisema kuwa hadi pale kitengo cha utekelezaji kanuni za uhamiaji na forodha kitakapodhibitiwa na kufanyiwa mabadiliko ya kisheria, mswada wa ufadhili wa wizara ya usalama wa taifa hauna kura za kutosha kupitishwa katika bunge la Senate. Katika miaka ya hivi majuzi, huku mzozo wa kisiasa ukikithiri baina ya vyama vya Republican na Democratic, serikali ya Marekani imekumbwa mara kwa mara na misukosuko ya kusitishwa kwa shughuli za serikali. Msukosuko uliodumu kwa muda mrefu zaidi wa siku 43 wa kusitishwa kwa shughuli za serikali ulifikia kikomo zaidi ya miezi miwili iliyopita. Dunia Wiki Hii, mimi ni Luke Agunga. Tuelekee Marekani ambapo maandamano yalifanyika kote katika eneo la California kusini nchini Marekani kupinga misako ya maafisa wa shirika la utekelezaji kanuni za uhamiaji na forodhani, yani ICE. Maandamano hayo yaliyoandaliwa na vuguvugu la 50501 ambalo ni shirika la mashinani la kisiasa yalikuwa sehemu ya siku ya kitaifa kudhihirisha umoja na Minnesota na wale walioaga dunia kufuatia misako ya maafisa wa shirika hilo. Mbele ya jumba la serikali ya jiji la Los Angeles, zaidi ya waandamanaji 500 walikusanyika wakibeba mabango yaliyokashifu shirika hilo la kuwataka maafisa wake kuondoka jijini humo. Waandamanaji waliimba nyimbo za kushtumu watawala huku wakipiga ngoma. Kwenye tovuti yake rasmi, vuguvugu la 50501 lilitoa wito kwa jamii kuandamana nje ya vituo vya kuwazuilia wale wanaokamatwa na maafisa wa ICE, afisi zake za nyanjani, mashirika ya ndege yanayowasafirisha wale waliokamatwa na afisi zao za mikutano. Waliwahimiza wabunge kuzuia ufadhili wa wizara ya usalama ambayo husimamia shirika la ICE. Katika uga wa jiji la Baldwin lililoko umbali wa kilomita 20 mashariki mwa Los Angeles, watu kadhaa walikusanyika wakibeba mabango na bendera za Marekani wakidhihirisha umoja na Minneapolis na kuwataka maafisa wa ICE waondoke jijini Los Angeles. Ghasia zilizuka wakati wa maandamano hayo usiku ambapo maafisa wa polisi walikabiliana na waandamanaji. Yamkini watu 5 walikamatwa kwenye makabiliano hayo, kwa mjibu wa meya wa Los Angeles Karen Bass aliyehimiza waandamanaji
waandamanaji wadumishe amani. Na Dunia Wiki Hii, mimi ni Millicent Kubai. Na mchakato wa ugonjwa wa homa ya ndege ambayo huenea kwa haraka unatishia maisha ya wanyama aina ya penguini wa Kiafrika wanaoishi kwenye pwani ya Afrika Kusini, ambao wanakabiliwa na hatari ya kuangamia, kwa mujibu wa vyombo vya habari nchini humo. Wakfu wa uhifadhi wa ndege wa pwani katika eneo la kusini mwa Afrika, SANCOB, ulisema kuwa penguini 23 wa Kiafrika wamegunduliwa kuwa na ugonjwa huo tangu mwezi Septemba mwaka uliopita, huku takriban vifo 9 vikiripotiwa miongoni mwa wale wanaoishi porini, kwa mjibu wa ripoti za vyombo vya habari. Shirika hilo liliyasema hayo wakati wa hafla ya maadhimisho ya siku ya uhamasisho kuhusu penguini ambayo hufanyika tarehe 20 mwezi Januari kila mwaka. Shirika hilo liliwahimiza wananchi wasiwaguze wanyama hao walioambukizwa au waliokufa na kuripoti hali hizo mara moja kwa shirika hilo au maafisa wengine husika. Mnamo mwaka 2023, kwa mara ya kwanza idadi ya penguini ya Kiafrika ilikuwa chini ya 20,000 wanaoweza kuzalisha, na hivyo kufanya muungano wa kimataifa kuhusu uhifadhi wa maumbile kuorodhesha aina hiyo ya wanyama kuwa inayokabiliwa na hatari ya kuangamia mwaka 2024. Wakfu wa SANCOB mnamo mwezi Juni mwaka uliopita ulisema kuwa hali ikiendelea jinsi ilivyo, wanyama hao huenda wakaangamia porini kufikia mwaka 2035. Kwenye taarifa iliyotolewa mwezi Disemba mwaka uliopita, shirika hilo lilisema kuwa zaidi ya penguini hao 1,000 walikufa kutokana na ugonjwa wa homa ya ndege tangu mwaka 2018. Liliongeza kusema kuwa visa 26 vinavyoshukiwa kuwa vya ugonjwa huo miongoni mwa wanyama hao vimeripotiwa tangu mwezi Julai mwaka uliopita, wakati chamko jipya la ugonjwa huo lilipoanza kuathiri ndege wa baharini katika jimbo la Cape Magharibi nchini Afrika Kusini. Dunia Wiki Hii, mimi ni Koli Kwendo. Turejee barani Afrika, huko Ghana ambapo Rais John Dramani Mahama wa Ghana alitoa wito wa kuimarishwa kwa umoja katika eneo la Afrika Magharibi na lile la Sahel ili kuhakikisha kwamba yanaungana katika vita dhidi ya ugaidi na vitendo vingine vya ghasia. Akizungumza wakati wa kufunguliwa kwa mkutano wa kirais wa kongamano la siku 2 la mashauriano ya maafisa wa ngazi za juu kuhusu ushirikiano wa kanda na usalama lililoandaliwa katika jiji kuu Accra, Mahama alisema kuwa kwa vile suala la ugaidi hukabili eneo hilo lote, ni muhimu kulikabili pamoja. Alielezea kuwa kongamano hilo la mashauriano litajaliza juhudi za mashirika ya kanda hiyo ya ECOWAS na muungano wa mataifa ya eneo la Sahel kwa kuimarisha uwiano, ushirikishi, ubora katika kudumisha usalama, kudhihirisha umoja, maendeleo na ustahimilivu ili kudumisha amani katika kanda hiyo. Hata hivyo, alisema kuwa ili kufanikisha umoja wa kanda hiyo, ipo haja ya kuaminiana na azma ya kisiasa miongoni mwa nchi husika. Alishtumu shambulizi la kigaidi lililotekelezwa hivi majuzi huko Niger na kusema wanaungana na serikali na raia wa nchi hiyo ya eneo la Sahel. Kwingineko, akizungumza kwenye kikao hicho, makamu wa rais wa Ghana Jane Nana Akufo-Addo alitoa wito kwa viongozi wa kisiasa wa Afrika Magharibi na eneo la Sahel kuchukua hatua za kukabiliana na ugaidi katika kanda hiyo. Alisema kuwa changamoto za kiusalama katika kanda hiyo zikiwemo ugaidi, uhalifu, vitisho vya kimtandao na ukosefu wa ajira kwa vijana zinaathiri maeneo yote. Naye waziri wa mashauri ya nchi za kigeni wa Ghana Samuel Okudzeto Ablakwa alibua wasiwasi kuhusiana na ongezeko la visa vya ugaidi katika maeneo ya Afrika Magharibi na Sahel. Kadhalika, alisema kuwa changamoto nyingine zinazokumba eneo hilo ni uharamia kwenye Ghuba ya Guinea na ulanguzi wa binadamu kupitia mipaka isiyo na ulinzi wa kutosha. Alisema kuwa ugawanaji habari unahitajika ili kuimarisha uwezo wa kanda hiyo kukabiliana na changamoto hizo. Marais wa Sierra Leone na Liberia, maafisa wa Muungano wa Afrika na mawaziri wa mashauri ya nchi za kigeni na mabalozi wa nchi za kanda hiyo walihudhuria mkutano huo. Kasi cha Namasha, Dunia Wiki Hii.
Na China imeendeleza uhusiano na nchi mbalimbali kote duniani ukiwemo ule wa kimatibabu, kielimu, kiteknolojia, mawasiliano, biashara, muundo msingi na mwingineo unaonufaisha pande zote husika. Kenya inaimarisha juhudi zake za kukuza sekta yake ya filamu kwa kutafuta uwekezaji na ushirikiano zaidi na wawekezaji wa Kichina, kwa mujibu wa Sudi Wandabusi ambaye ni mwenyekiti wa tume ya filamu nchini Kenya, aliyearifu wanahabari kwamba nchi hii inanuia kutafuta usaidizi wa kifedha na kiteknolojia wa Uchina ili kuwa kitovu cha utayarishaji filamu katika kanda hii. Kadhalika, Kenya inanuia kuimarisha uwekezaji wa moja kwa moja wa kigeni wa Uchina ili kuboresha ushirikiano wa kiuchumi baina ya nchi hizi mbili, kwa mujibu wa John Mwendo ambaye ni afisa mkuu wa halmashauri ya uwekezaji nchini Kenya aliyezungumza na shirika la Xinhua jijini Nairobi. Alisema kuwa uwekezaji wa kifedha wa Uchina utatekeleza jukumu muhimu katika kuimarisha uwezo wa kiteknolojia na fursa za ajira humu nchini. Alisema kuwa Kenya ilinufaika kutokana na ziara ya kiserikali ya Rais William Ruto nchini Uchina mwaka uliopita, ambapo mikataba kadhaa ya uwekezaji baina ya nchi hizi mbili ilitiwa saini. Na wawakilishi wa vijana kwenye wakfu wa mabingwa ujuzi duniani walizuru Shanghai kujifunza kuhusu mfumo wa mafunzo ya kikazi nchini Uchina katika maandalizi ya makala ya 48 ya mashindano ya ujuzi duniani. Na chuo kikuu cha IBP cha Indonesia na chuo kikuu cha kilimo cha Uchina zilizindua vituo vya pamoja vya utafiti katika bewa la chuo kikuu cha IPB huko Bogor. Na kituo kimoja cha utoaji mafunzo ya lugha ya Uchina ama lugha ya Kichina huko Atbara katika jimbo la River Nile nchini Sudan kiliandaa hafla ya sherehe ijayo ya majira ya kuchipua nchini Uchina, ambapo maandishi na mapambo ya Kichina yalishamiri. Na maonesho ya siku 3 ya vyakula vya Kichina iliandaliwa jijini Budapest, Hungary, ambapo pia tamasha za utamaduni wa Kichina na maonesho ya taa yaliandaliwa. Na ndege aina ya C919 na C909 zilizotengenezewa nchini Uchina ziliwasilishwa kwa maonesho ya mwaka huu ya ndege nchini Singapore. Ndege hiyo aina ya C919 ina uwezo wa kuwabeba abiria 158 hadi 192 na inaweza kusafiri umbali wa kilomita 4,075 hadi 5,555. Na mtazamaji, kufikia hapo ndipo tunatia kikomo makala yetu ya leo. Bila shaka tufanye vivi hivi tena juma lijalo, muda na wasaa kama wa leo. Bado taarifa zitakuwa lukuki za wiki nzima, ni papa hapa katika Dunia Wiki Hii. Asante sana kwa muda wako na kutakia wikendi njema. Mimi naitwa Beatrice Gatonyeng'etich. Kwa niaba ya shirika la utangazaji nchini KBC na shirika la Xinhua kutoka China, mimi ni Isaac Lemoka.